Tunazungumza na Abdushakur Aboud, ni mwandishi wa habari mwandamizi, ipo Washington, Marekani, kuzungumza kuhusiana na hili. Abdushakur, bila shaka unatupata vizuri. Donald Trump anasema sahihi. Donald Trump anasema juma lijalo huenda lisiwe juma salama sana kwa Iran, huenda ikatengeneza sura mpya kwa dunia. Karibu tuanzie hapo. Naam, bila shaka. Naam. Rais Trump baada ya kukutana na baraza lake la usalama siku ya Jumanne, kulingana na maafisa wa ikulu, ni kwamba anasema amepokea habari tofauti za kijeshi na usalama kutoka washauri yake kuangalia ni nini la kufanya wiki ijayo. Kwa hivyo inaonekana katika mashambulio ya siku 5 iliyopita mfululizo kumekuwa mashambulio makali kabisa, na hapo jana kati ya Jumanne na Jumatano wameweza kushambulia vituo 37 vya Iran, ikionyesha kwamba ni upanuzi mkubwa zaidi wa mapambano. Manake mpaka hivi sasa amekuwa akishambulia maeneo ya kusini katika ujia wa Hormuz, lakini inaonyesha anaanza kupanua na anatishia kushambulia miundombinu, daraja na vituo vya nishati, jambo ambalo alisema mwezi Aprili na akashambuliwa na Umoja wa Mataifa, hasa kamishna wa haki za binadamu Volker akisema kwamba hiyo itakuwa ni vita au uhalifu wa vita. Kwa hivyo tunasubiri kuona nini kinaweza kutokea baada ya mkutano wake wa Jumanne na maafisa wake wa usalama. Hicho ambacho pamoja na hayo, Abdushakur, Marekani hapo wananchi na uongozi, ukiacha ile serikali ya juu kabisa, nini ambacho kinazungumzwa? Kwa sababu tumeiona safari mzozo umeanza, lakini mazungumzo yalikuwepo, sio ya mara moja, kuanzia kule Islamabad mpaka yaliyokuja kufanyika hivi mwishoni kabisa. Nini ambacho kinazungumzwa na wananchi hapo Marekani, kwamba wanachokitaka ni vita hii iendelee, au kuna utofauti wao na serikali yao? Kuna tofauti kubwa. Karibu 70% hivi sasa ya Wamarekani hawataki kuona vita hivi vinaendelea. Vita ilipoanza, nusu tu ya Wamarekani walikuwa naunga mkono wale wafuasi wa Republican, lakini hivi sasa hata ma Republican wenyewe wanasema hawataki tena vita viendelee. Moja ni kwa sababu uchumi umekuwa mbaya zaidi, na katika wiki 2 zilizopita tumeshuhudia tena bei ya mafuta kupanda hadi kufikia $4 kwa gallon moja, karibu lita 4, ambapo ilikuwa imeanza kushuka. Kwa hivyo Wamarekani wengi, ingawa wamesahau kwa sehemu fulani vita hivyo, lakini athari za vita hivyo, athari za kiuchumi, hali ya maisha kuwa magumu, bidhaa kupanda bei, inawasababisha Marekani kuzungumza sana, na wanajua sababu kubwa ni vita vya Iran. Na Trump anafuatilia kwa karibu sana swala hilo, lakini inaonekana yuko katika hali ngumu, njia panda. Anataka kuridhisha kitu fulani ambacho hakifahamiki zaidi. Maanake tulikuwa tunajua kwamba anaridhisha Israel au Benjamin Netanyahu kwa upande moja, lakini upande mwingine anaangalia kwa karibu wananchi wanasema nini, na hasa yeye anaangalia zaidi masuala ya fedha. Yeye anaangalia soko la hisa, akiliona linashuka utamwona kwamba anabadilisha msimamo wake. Kwa hivi sasa soko la hisa lina nguvu, inamsababisha kupata nguvu hiyo na ari hiyo ya kuendelea. Lakini Wamarekani wengi ambapo wanajitayarisha kwa uchaguzi wa katikati wa mhula, swala kubwa ni kwamba hali ya maisha imekuwa magumu kutokana na vita vya Iran. Sasa hapo kwenye ugumu wa maisha, Donald Trump anachokitaka zaidi, kwa sababu kuna wakati alishaonyesha kurudi nyuma, akawaagiza kina JD Vance wakamwakilishe na mazungumzo kuanza. Nini ambacho anakifikiria sasa hivi Donald Trump mwenyewe, kwa sababu ndio kama vile kasi ya vita hivi ameianza kwa kupiga katika maeneo ambayo yanazalishwa drone, katika maeneo ambayo yana madaraja makubwa, katika maeneo ambayo yanazalisha umeme kule nchini Iran?
Trump inavyoonekana hivi sasa, kama mwenyewe alivyosema alipokuwa kule Ankara, mkutano wa viongozi wa NATO, alisema kwamba amechoshwa na Iran. Iran hawasikilizi maneno au hawafati mkataba au tuseme itifaki ya mwelewano. Trump anashambulia, anasema kwamba anataka kuangamiza uwezo wa Iran kuharibu usafiri wa meli katika Ghuba ya Uajemi na njia ya Hormuz. Kwa hivyo anazungumzia swala la kutaka kuharibu uwezo wa Iran kuzuia meli kupita katika njia hizo, lakini ukiangalia kwa undani zaidi haifahamiki anataka nini hasa, manake inategemea nani anamsemesha, kitu gani kinatokea, halafu anachukua hatua. Lakini katika uswala la uchambuzi, ukiangalia kwa undani zaidi, tatizo linatokana na itifaki hiyo waliokubaliana, waliotiwa saini, ambapo wengi wanasema ni itifaki au hati ambayo ni mbaya kabisa ya kidiplomasia, kwa sababu wanapoeleza kufunguliwa kwa njia ya Hormuz hawajafafanua wazi nani anabidi kudhibiti njia hiyo. Kwa hivyo Iran inachukulia kwamba kutokana na kufunguliwa kwa njia ya Hormuz ni mamlaka yake mwenyewe, manake ni ardhi yake, ni bahari yake kulingana na sheria za kimataifa. Lakini Trump upande wa pili anaangalia kwamba hii ni njia ya kimataifa, inabidi idhibitiwe na Umoja wa Mataifa, au yeye mwenyewe amesema atadhibiti. Kwa hivyo tunaona kwamba ni utatanishi uliopo katika hati hiyo yenyewe, mwelewano kuhusu njia ya Hormuz. Kwa hivyo Trump anavyosema hivyo, haifahamiki hasa nini hasa anachofuatia. Sasa Shakur, kwa uhalisia ni nani ambaye anapaswa kudhibiti? Kihalisia, kisheria, kimataifa ni Iran na Oman. Ni eneo la kilomita 12. Katika sheria za kimataifa, eneo la bahari karibu kilomita 12 ni eneo la nchi inayopakana na bahari ile. Kwa hivyo kulingana na sheria za kimataifa, ujia wa Hormuz unabidi udhibitiwe, ni mamlaka, ni eneo la ardhi ya Iran na Oman. Kwa hivyo hiyo inajulikana, lakini vile vile sheria ya kimataifa inasema njia hiyo inabidi kuwa wazi kimataifa, kuruhusu usafiri bila kulipisha kodi, bila masharti yoyote. Kwa hivyo kwa ufupi ni Iran na Oman wenye mamlaka kamili ya eneo hilo. Lakini sheria za kimataifa zinaruhusu kutumika kwa njia hiyo. Naam, bila shaka sheria za kimataifa zinaruhusu, maanake sheria za kimataifa zinasema kwamba njia zote za bahari ambazo zinafanya biashara ya kimataifa zinabidi ziwe wazi, zisiwe na vipingamizi vya aina yoyote. Kwa hivyo Hormuz ni mojawapo ya njia hizo ambazo zinatajwa katika sheria za kimataifa. Sasa Abdul Shakur, pamoja na Iran kufunga huo mlango bahari wa Hormuz, lakini tumeona jeshi la majini la Marekani, kazi ambayo inalifanya katika eneo hilo, ambapo na wao wameenda kuweka vizuizi hasa katika bandari za Iran, na wametumia makombora makubwa wakiyaita Hellfire kushambulia meli mbalimbali ambazo ziko pale. Kuna meli ya mafuta ambayo ilikuwa ikielekea katika kisiwa cha Karg. Hiki ambacho kinaendelea kutoka kwa pande zote mbili, huyu amefunga mlango bahari, huyu naye ameenda kuweka vizuizi katika bandari za Iran. Adha ya nishati ya mafuta tutegemee ikikua kwa kiasi gani? Itakuwa kubwa sana, manake Trump ameweka vizuizi tena. Alikuwa ameondoa makubaliano yaliyofikiwa karibu siku 30 iliyopita, na walisema watasitisha mapigano kwa siku 60. Tunaona haijamalizika, lakini kutokana na vizuizi vya Marekani na Iran kufunga njia hiyo, hivi sasa inasemekana mafuta yanazidi kupunguka katika soko la kimataifa. Kwa hivyo athari itakuwa ni kwamba bidhaa hazitopita katika kipindi hichi, maanake kulikuwa na nafuu kidogo pale amani iliporudi, lakini hivi sasa katika siku 5 za vita na kuendelea, hatujui itaendelea kwa siku ngapi, njia hiyo ikifungwa, bidhaa muhimu ambazo zinatoka nchi za Kiarabu kupita eneo hilo na mafuta hasa itapunguka, na athari zake itaongezeka zaidi, hasa katika nchi nyingine za Afrika na Asia. Tutaona tena mafuta yanapanda, lakini hatari kubwa ni upungufu wa mafuta katika masoko ya kimataifa. Kwa upande wa Iran, Shakur, tumemsikia spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf akisema kwamba makubaliano ya amani hayana faida tena. Ni kama vile wamefuata upepo wa Donald Trump. Sasa Trump kasema tupigane, na wao wameenda huko. Na awali kabisa mwanzoni, wakati vita hivi vinaanza, walisema wao
wako tayari kupigana hata kwa miaka 10 mbeleni. Unavyoona hali ilivyo hivi sasa, Iran wanaweza kumudu kupigana na Marekani kwa namna ambavyo Donald Trump kasi aliyokuja nayo? Ukiangalia ni sehemu fulani unajiuliza vipi Iran ina uwezo huu. Iran imekuwa ikishambulia vituo vya Marekani katika nchi za Kiarabu, Kuwait, Bahrain, Jordan vile vile. Kwa hivyo Iran kwa sehemu fulani ina uwezo wa kushambulia nchi za Mashariki ya Kati. Bila shaka Iran haiwezi kupigana na Marekani kwa muda mrefu, lakini namna mambo yanavyoendelea inaonekana kwamba Iran inatengeneza upya makombora yake na inatengeneza upya ndege zake sio na rubani ambazo hazionekani na rada. Kwa hivyo Iran inaweza kuendelea kusababisha athari katika nchi za Kiarabu ambazo zinashirikiana karibu sana na Marekani, lakini haiwezi kukabiliana na Marekani moja kwa moja. Kwa hivyo pindi hizo zinaendelea, Iran inaweza kuendelea hivyo. Kwa hivyo tunaona hivi sasa nchi za Kiarabu, ukiona Saudi Arabia, Qatar, China na Pakistan kwa mara nyingine tena wameanza mazungumzo, wameanza juhudi za kidiplomasia kuhakikisha kwamba vita hivi vinasitishwa. Wanadiplomasia wametoka katika sehemu mbalimbali siku 5 zilizopita, wamekuwa wakitembelea miji mbalimbali kutafuta njia kuzuia Iran kushambulia nchi za Kiarabu na Marekani kuishambulia Iran. Kwa hivyo kuendelea kwa Iran na Marekani, sidhani kama alivyosema spika huyo itawezekana, lakini kila upande unatumia ubabe na kutisha. Iran haiwezi kukubali kwamba haitokubali kutishwa na Marekani, kulazimishwa kwenda kwenye meza ya mazungumzo. Inataka iheshimiwe na inahisi kwamba ina nguvu za kuonesha kwamba inaheshimiwa kama dola, kama vitisho hivyo na tambo ambazo zinaendelea baina ya mataifa haya mawili, Shakuru, inaweza kufungua sura mpya ya dunia kushinikiza mazungumzo, kuondoa hizi ngonjera za ahadi siku zote kwamba vita vitaisha leo, vinamalizika leo, tupo kwenye suluhu na kadhalika. Naam. Ilikukatika kidogo sikusikia. Asante. Nauliza kwamba hatua hii ya tambo mpya, vitisho kuelekea pengine awamu nyingine ya mzozo ukiboreshwa zaidi kwa maana Iran na Marekani, inawezekana dunia ikachukua sura mpya ya kuingilia kati, kuweza kuzungumza na kuondoa ile ngonjera ya mara zote ya kwamba mzozo huu utamalizika, lakini bado kila kukicha sura mpya inaibuka. Unajua dunia inaendelea, NATO imejaribu, nchi za Kiarabu zinajaribu, watu wanajaribu kutafuta suluhu, lakini inaonekana wameshindwa mpaka kipindi hichi. Manake Trump anashindwa kusikiliza mashauri ya watu wengine, na hivyo ni tatizo kubwa sana lililopo. Halafu tatizo jingine ambalo linajitokeza ni kwamba Marekani au tuseme serikali ya Trump imeshindwa kupeleka timu ya wataalamu, wana diplomasia wanaofahamu mazungumzo ya amani, wanaofahamu mazungumzo ya nyuklia kwenda kuzungumza na Iran. Kwa hivyo inakuwa ni tatizo kubwa kuweza kufikia makubaliano. Mjumbe maalum wa Trump ni mfanya biashara ambaye hafahamu masuala haya ya kibiashara ya kidiplomasia, Witkoff, pamoja na mkwe wake Jared hawafahamu hata kidogo masuala haya. Ndio maana wametuletea itifaki ambayo haina nguvu ya kidiplomasia au nguvu za kisheria kuweza kuzuia vita hivi. Kwa hivyo kuna tatizo la upande wa Marekani na upande wa Iran. Inaonekana kwamba kuna mvutano wa kisiasa na kijeshi na utawala wa Kiislamu. Kwa hivyo kutokana na uhafifu huo unatokea, inakuwa vigumu unazungumza na nani na nani anaweza kusikiliza akakubali au akakataa. Kwa hivyo nadhani tatizo liko kwa upande huo. Ukiangalia Marekani, mfano Vance anapelekwa kwenda kuzungumza, mtu anayebidi kuzungumza naye ni makamu rais wa Iran, lakini anapelekewa waziri wa mambo za nje. Kwa hivyo watu wanajiuliza vipi hii haifatani na sheria za kimataifa za mazungumzo. Kwa hivyo inaleta hitilafu ya kuweza kufikia makubaliano. Shakuru, tutegemee nini sasa? Kwamba mambo ndio yatasalia kwa hivi, adha iendelee kwa dunia nzima, au tutarajie mazungumzo hivi karibuni? Tunaweza tukasema kuwa Islamabad wameshindwa kabisa. Tutarajie nini?
Kitu tunachoweza kutarajia ni kwamba patakuwa na busara, inabidi kujitokeza hapa. Mtu mwenye busara aweze kuwasimamisha pande zote mbili kuweza kuzungumza. Trump kwa njia moja au nyingine anataka vita hivi vimalizike, lakini Iran kwa upande wake, kuna watu wanaotumia ukaidi kutaka kupima nguvu za Marekani, inaweza kwenda mpaka kiwango gani. Kwa hivyo kinachotokea hapa ni kuweza kupata watu wa busara katika pande zote mbili kusimama pamoja wima, waweze kufikia makubaliano itakayoaminika. Kwa hivyo tunategemea kwamba kutakuwa na mazungumzo, majaribio ya mazungumzo, lakini vile vile vita itakuwa inajitegemea nani anafanya uchochezi au anachokoza katika njia ya Hormuz. Lakini nadhani wiki ijayo kutakuwa na mazungumzo ambayo yanaweza kutuliza kidogo hali ya mambo, manake yanazidi kuwa mabaya. Shukran sana Abdul Shakur, na tukutakia wakati mwema hapo Washington. Asante sana kwa kunikaribisha tena. Shukran sana. Ni mwanahabari mkongwe kutoka nchini Marekani, na tumezungumza naye hapa kuhusu hayo yanayoendelea kati ya Iran na Marekani. Na sasa Israel kama hasikiki hivi, lakini yupo akishirikiana na Marekani.